Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa baad. Mimi naitwa Sheikh Msafiri Ayas Njalambaha, Sheikh wa mkoa wa Mbeya na mwenyekiti wa kamati ya amani ya viongozi wa dini ya mkoa wa Mbeya. Nazungumza leo hii kwanza kabisa kuwatakia kheri na baraka na somo njema Waislamu wote wa mkoa wa Mbeya, Waislamu wote wa Tanzania na Watanzania kwa ujumla, kwa sababu ni utamaduni wetu wa Tanzania kwamba jambo la dini la mmoja wetu basi linamgusa mwingine. Nishukuru sana serikali yetu kwa namna ambavyo inatoa nafasi na uhuru kwa wananchi wake kuweza kufanya mambo ya ibada bila ya wasiwasi wowote na kwa nafasi kubwa. Leo hii tunafanya ibada zetu za somo na mambo mengine kwa fursa kubwa sana. Wenzetu wa Kristo wanafanya mambo yao pia ya ibada na mambo mengine ya kidini kwa fursa bila ya kuingiliwa kwa namna yoyote ile na serikali yetu. Na Watanzania kwa ujumla, mambo yetu mengi tunayafanya vizuri, na hilo limejengeka sana kutokana na kazi kubwa na nzuri iliyofanywa na viongozi wa nchi yetu, kuanzia waasisi wa nchi yetu marehemu Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, Mzee Abedi Amani Karume, ambao waliasisi umoja na mshikamano mkubwa katika nchi yetu, hali ambayo katika yale yaliyojengwa na viongozi wetu, nchi yetu imekuwa siku zote ina amani, mshikamano na utulivu mkubwa sana, na imekuwa ni nchi ambayo inapigiwa mfano na mataifa mengi kwa namna ambavyo nchi yetu imetulia. Na hilo, kuwepo kwa hilo, ni wazi kwamba ni kitu ambacho kinachangia na kinasaidia katika maendeleo ya nchi yetu, kama ambavyo tunashuhudia mambo mengi yakifanywa na serikali yetu katika kuleta maendeleo ya nchi yetu, iwe mambo ya kimiundo mbinu na mambo mengine mengi ya kimaendeleo ambayo tunaona hasa nchi yetu inakwenda mbele, kama treni ya mwendo kasi, bwawa kubwa la umeme na mambo mengi, mabarabara ambayo yanaunganisha nchi kwa pande tofauti, ndege nyingi na viwanja vya ndege vizuri ambayo inasaidia katika maendeleo, uwepo wa viwanda na wawekezaji kutoka nje wengi kuja kuwekeza katika nchi yetu. Kwa hivyo nikiwa kama kiongozi wa dini, haya yanayofanywa na serikali yetu yananifurahisha na yananikonga moyo mimi, nadhani na viongozi wa dini wenzangu na waumini wengi, kwani uwepo mambo hayo ni namna nzuri ya kuweza kuishi, na namna ambayo nawaasa Watanzania wenzangu kwamba tutunze sana neema hizo ambazo Mungu ametupatia. Hali ambayo mkoa wetu unakwenda katika miaka hii ni nzuri ya utulivu na ustahimilivu na amani. Kwa hivyo tuchunge hali yetu iliyopo katika mkoa wetu. Sisi viongozi wenu wa dini tumekuwa tukishirikiana kwa pamoja. Ndio maana nimezungumza, mimi ni mwenyekiti wa kamati ya amani viongozi wa dini ya mkoa wa Mbeya, kwamba tunashirikiana kwa pamoja, tukijadiliana kwa pamoja kuona kwamba tunakwenda vizuri, hakuna ikhtilafu. Kwanza hakuna ikhtilafu, hakuna magomvi baina yetu sisi kwamba dini tofauti. Magomvi hayo yanakuwa hakuna, tunakuwa na maridhiano. Na lengo lake ni nini? Lengo lake ni kwamba hali hiyo sasa isambae kwa waumini wetu wote, na vile vile ni kwa Watanzania wote, na kwamba kwa Wanambeya wote tuweze kutulia, tusifate mambo ambayo labda tutakuwa tunashawishiwa na tunaambiwa na mtu yote mwingine twende tofauti. Hilo litakuwa sio jambo lenye maslahi kwetu. Kila mtu ana muono wake na ana vitu ambavyo analenga yeye, ana malengo yake. Tusije tukajiingiza katika malengo ambayo mtu fulani au watu fulani wanayo, na huenda malengo hayo yakawa sio malengo yenye manufaa kwa mkoa wetu wa Mbeya. Mkoa wetu wa Mbeya ni moja kati ya mikoa mikubwa Tanzania, mkoa ambao una mambo mengi ya kiuchumi, kilimo, na mkoa unasifika kwa sifa mbalimbali, na serikali yetu ya kitaifa inauangalia vizuri mkoa wetu. Tusipoteze fursa hiyo na tusiharibu mkoa wetu kwa kusikia tu au kwa kufuata mambo ambayo sio ya maslahi kwa mkoa wetu. Ndugu zangu, naomba tuwe makini kwa hayo, tuende tukiangalia manufaa halisi ya mkoa wetu. Tusiende kwa kufuata mkumbo, kwa kuburuzwa na kupelekwa katika mwelekeo ambao sio wenye maslahi kwa mkoa wetu. Katika Qur'an tukufu Mwenyezi Mungu anapigia mfano nchi moja ambayo ilikuwa na neema nyingi na baraka nyingi sana, watu wake wakiishi kwa utulivu.
lakini wakakosa shukurani. Katika kukosa shukurani, baadaye wakakufuru, neema zile sasa zikawaondoka. Zilipoondoka, hali yao ikawa ngumu mno, ikawa utulivu hakuna, ikawa sasa hawana neema ya aina yoyote, wakawa watu wenye dhiki kubwa na shida kubwa sana. Kwa hivyo lilokuwepo kwa Watanzania wenzangu, naombeni sana zile neema ambazo Mwenyezi Mungu ametujalia na kutupa, tuzitunze vizuri, na tuwe wenye kumshukuru sana Mungu, na tuwe wenye kuzilinda kwa hali na mali, kwa nguvu kubwa, ili tusizipoteze, kwa sababu zikipotea kuja kuleta tena, kuzipata tena ni kazi ngumu sana. Kalenda yetu inatuonyesha mwaka huu kutakuwa na uchaguzi. Kwa hivyo katika kalenda hiyo tufanye utulivu na hatimaye tuweze kushiriki kwa pamoja katika swala hilo, na serikali yetu inajitahidi kufanya mabadiliko. Ikiweza kufanya mabadiliko yote itakuwa ni vizuri. Ikishindwa, kile ambacho imefanya mpaka sasa hivi tukiendee hicho, kwa kuwa bado maisha yanaendelea. Ni wazi kwamba mbeleni serikali itaona nini cha kufanya na mambo yaweze kukaa vizuri, alimradi tu Watanzania tuweze kwenda vizuri na nchi yetu izidi kuwa kisiwa cha amani kama ambavyo siku zote imekuwa hivyo. Wabillahi tawfiq, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.